CWI Shipkizi wa Injili, CWI Shipkizi wa Injili. Mpaka tutakapokuwa wazee, wakati bado umenyoka kabisa. Bwana asifiwe. Hii ndio kauli mbiu ya CWI. Bwana asifiwe sana. Basi kama hujajisajili, tafadhali naomba utaenda pale kwenye meza, uhakikishe unajisajili ili tuweze kujua idadi ya mahudhurio yetu. Amen. Bila kupoteza muda, nami nimkaribisha moja kwa moja mkurugenzi wangu, yeye aendelee na ratiba zilizopo. Karibu sana. CWI Shipkizi wa Injili, sana kwamba ile siku ambayo ilikuwa imepangwa imefikia, na wakati huu sasa wa kwenda kula na kunywa mezani kwa Bwana. Tayari mtumishi wa Mungu alikwisha kufika. Mimi sitapoteza muda, nitamkaribisha baba yetu askofu. Moja kwa moja nitakwenda kuomba kwa ajili ya kumkaribisha mwalimu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu mshie milele na milele, tuko madhabahuni pako tena. Tunakushukuru Mungu mkuu, Mungu mtakatifu na mwaminifu. Tunasema asante Bwana kwa sababu nalo kusudi jema na idara hii ya watoto katika jimbo letu. Tunakushukuru kwa sababu ya watumishi wako, na hasa mtumishi wako ambao umemtoa mbali na umemleta katika jimbo letu, ili kwamba Bwana kutupa maarifa tukajue jinsi ya kutumikia katika nafasi hii katika idara hii ya watoto. Bwana Baba mtakatifu na mwaminifu, tuko hapa Bwana, tunakuhitaji wewe ukapate kutupa hekima na maarifa, maana umesema katika neno lako kwamba apendaye mafundisho atapata maarifa. Nasi tuko hapa tunahitaji maarifa tokao kwako Mfalme, kwa ajili ya kutumika katika ufalme wako. Mungu wetu na Baba yetu, naenda kumuinua mtumwa na mtumishi wako napoenda kusimama sasa kwa ajili ya kutufunza neno lako Bwana. Naomba ukasimame pamoja naye, Roho wako Mtakatifu akiwa mwalimu mkuu ndani yetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye mwokozi wetu na Bwana wetu. Baba, tunaomba na kukushukuru. Amen. Tumpigie Bwana makofi. CWI Shipkizi wa Injili, tunaanza na Bwana, tunachukua na Injili hata tutakapokuwa wazee. Kanisa langu ndiye injili yetu, habari njema kwa wote. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu kuwepo hapa, lakini ili itifaki izingatiwe, naomba niwaruhusu mketi na nimlete mkurugenzi wa kanda hii. Mimi hapa ni mgeni, mkurugenzi wa kanda. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa ajili ya nafasi hii. Mwalimu wetu pia ni kiongozi kule Dar es Salaam wa kanda ya Mashariki
katibu wa CWI. Kwa hiyo nashukuru sana kwa nafasi hii, na mimi kwa sababu nimefika hapa ni kiongozi wa kanda hii, nimkaribishe mchungaji mwenyeji ambaye kwangu pia ni askofu wangu, naye wasalimie na kitu kitakuwa kimezingatiwa sasa kwa hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Karibuni sana katika semina hii muhimu. Usikilize, ujue unasikiliza kutoka juu. Kuna spika moja hapa. Haleluya. Uweze kujifunza kwa uhuru kabisa, lakini ujue yanatokea juu. Ubarikiwe na Bwana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Aha. Nashukuru kwa sababu tuna walimu alafu pia tuna CWI. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndani ni kundi kuna walimu wa CWI, lakini pia kuna nani? Kuna CWI. Kwa Mungu atanisaidia ili niende nao, twende wote pamoja. Asifiwe Yesu sana. Mungu awabariki kwa kuwa mmefika, na ili tuweze kujifunza, sio kufundisha. Kufanya nini? Kujifunza. Ninampenda Yesu kwa sababu ni mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Niseme tu, mimi nimeanza kufundisha watoto mwaka 91. Bwana Yesu asifiwe. Labda hujasikia, nasema hivi, nimeanza kufundisha watoto mwaka 91 na mpaka leo naendelea kufundisha watoto. Sema amina. Mimi nafundisha watoto na ni kazi ambayo ninaipenda, na Mungu ameonekana katika maisha yangu katika huduma hii ya watoto. Asifiwe Yesu. Mimi nimeliona kundi kubwa la watoto, na wengine sasa hivi ni watumishi wa Mungu waliokuwa watoto, nimewafundisha. Leo ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kazi unaofanya mwalimu inawezekana usiione inalipa leo au baada ya miaka 2-3, lakini hebu tazamia kuona baada ya miaka mingi yule mtoto unayemfundisha siku moja anaweza akawa ni daktari au akawa ni mkurugenzi, akawa mkuu wa mkoa au akawa rais wa nchi hii, na pengine akawa ni mtumishi wa Mungu. Uwe na picha hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe na nini? Picha hiyo. Na ukiwa na picha hiyo, maana yake utajitahidi sana kumsikiliza Mungu anasema nini kwa ajili ya watoto ulionao kanisani kwako. Sema amina. Sema amina. Na katika kazi ambazo sijajua kama ni zote, lakini hii kazi ndio iliyo Yesu aliyosema alitoa hukumu mapema kuliko kazi nyingine zote. Kwa ndio maana mara nyingine tulikuwa ifanye kwa tahadhari. Anasema kama ukimkosesha mmoja wa wadogo hawa, ingekufaa zaidi ufungiwe je wapi? Alafu tukodi huko hatuna bahari, lakini najua inawezekana kuna hata ziwa lipo. Tukodi gari tukupeleke, alafu tuchukue mtumbwi, alafu tukakutupe wapi? Baharini, uishie huko. Sasa unaiona jinsi kazi ilivyo na umuhimu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya kwa kulegea, badilisha nini? Mtazamo. Unafanya kazi ambayo ni hatari kwa ajili yako wewe mwenyewe, lakini kama Roho Mtakatifu ukimruhusu, ni kazi nzuri, kazi inayofurahisha, kazi inayobariki. Jina la Bwana libarikiwe. Unafanya kazi na watu ambao kwenye mioyo yao au kwenye daftari lao la moyo hawajaandikwa vitu vingi.
wewe ndio mwandishi. Unaanza kuchora upendo, unachora utumishi, unachora uvumilivu. Wewe ndio unayefanya hiyo kazi. Ukikosea wewe, maana yake huyu mtoto atatokeza kuwa si bora, na ambaye atasababisha siwe bora ni nani? Mwe mnasema kwa sauti, ni nani? Nyewe walimu si mnasema watoto toa sauti, si kama mnasema basi na mimi kwangu mwe mnatoa nini? Sauti. Ni yale hapana, nacho mtu ndio atakacho. Kwa hiyo mwe mnatoa sauti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ijue kwamba wewe ndio kuna kitu unapanda. Na kawaida imani inapandwa ndani ya mtoto kuanzia miaka 3 mpaka miaka 8. Miaka 3 mpaka ngapi? Nikupe tu picha kwamba mtoto anapandiwa imani kuanzia miaka 3 mpaka 8. Na wataalamu wanasema hivi, watoto huwa wanaokoka kati ya miaka 3 mpaka mingapi? 8. Anakuwa ameshaokoka. Sasa haitapendeza ukae na mtoto toka miaka 3 mpaka unamruhusu kwenda kwenye idara ya vijana. Hajafanya nini? Mbona mnijibu hajafanya nini? Hajaokoka. Kosa litakuwa nani? La mwalimu. Unamtoa mtoto kwenye CWI kwenda kwenye CGM, hajui kuomba. Kosa litakuwa nani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unaona kwamba tuna wajibu mkubwa sana walimu kuliko tunavyofikiri. Wajibu mkubwa mno, kwamba tunawaandaa watu ili waje wao watumishi wazuri wa nani? Wa Mungu, na watumishi wazuri wa jamii. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu amekuwa mwema na akanisaidia tu kwa sababu ya hii kazi nifanye niandike na vitabu kwa ajili ya nini? Ya malezi ya nini? Ya watoto. Na nitaendelea kuviandika ili hata kama sitakuwepo basi vyenyewe vibaki vinawasaidia watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asifiwe Yesu. Na kama kuna kitu ambacho mwalimu unataka uwe nacho katika maisha, naweka msingi na wewe, ni pamoja na kupenda kujifunza, hasa habari zinazohusiana na nani? Na mtoto, kwa sababu unafanya kazi ya mtoto. Na kama una vitabu vingi viwe vinasema habari za nani? Sauti sasa nataka kusema habari ya nani? Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa usiku umelala, waza habari za nani? Wewe usiwe na habari nyingine. Hata ukutana na mchungaji wako asikie kutoka kwako habari za nani? Sema amina. Yaani akizisikia mara kwa mara habari za mtoto kutoka kwako, hata akikutana na wewe, mchungaji wako akutana na mimi, huwa haulizi habari nyingine. Anasema watoto wanaendelea. Kwa sababu anajua tu hamna namna nitazungumza habari za nani? Na nikiona kama kuna shida, kama niko na mapambano yoyote ya kutaka kupambania, na mpambania nani? Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Sasa wewe wekeza akili yako, tafuta vitu vya kumsaidia nani? Mtoto. Kwa nini? Tunaishi kwenye dunia iliyoharibika sana. Hello? Dunia inafanya nini? Na inaendelea kuharibika kwa kasi. Sasa kama walimu hawatakuwa wanapambana na wao kutafuta namna ya kumsaidia mtoto, baada ya muda tutakuwa na kanisa lililoharibika. Jina la Bwana libarikiwe jamani. Amen. Yaani baada ya muda tutakuwa na kanisa ambalo limefanya nini? Limeharibika. Kwa nini? Walimu waliifanya hii kazi kama tu kwa sababu hamna mtu wa kufundisha, acha mimi nikafundisha. Yaani usije kwenye hii kazi kwamba kwa sababu hawapo na mimi nilifanya nini? Kufundisha. Ni wajibu wako mkuu kuhakikisha watoto wanakuwa salama.
wakitangaza ya kanisa, tuna maombi ya siku 7. Wewe hata siku zako zote unaombea watoto tu. Sasa tunaombea wainjilisti, wewe una sababu ya mwinjilisti hata kwa watoto wako nani? Wewe unaendelea kuombea nani? Watoto, kwa sababu kuna hatari kubwa. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, athari inaenda kwa nani? Kwa watoto. Mtaani, athari kwa nani? Kwa mtoto. Yaani kila kitu kuna vita kubwa ya mtoto. Mnaopitia kwenye mitandao ya kijamii juzi, hata wiki 2 hazijapita, Iringa, mlisikia habari ya baba mmoja, babake mkubwa kambaka nani? Yaani baba mkubwa amembaka mtoto mpaka amekufa. Sorry. Kwa hayo natoka walimu wa mtoto, yaani unatafuta hata taarifa za habari. Sio unatafuta tu taarifa za habari, sio tafuta taarifa habari. Kuna habari gani imezungumzwa kuhusiana na nani? Na mtoto. Ukijua habari za watoto sana zikakukaa, Mungu atakuwa anakupa habari, vitu vya kuwasaidia nani? Watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Walimu mpo? Nazungumza na nani? Na walimu. Jina la Yesu litukuzwe sana. Amen. Kwa hiyo hata ukiimba, imba nyimbo za nani? Sijawasikia. Imba nyimbo za nani? Imba nyimbo za watoto. Kama unaweza kucheza, cheza kama nani? Yaani vitu vyote uwe mtoto. Kama hautakuwa kama mtoto mwalimu, huwezi kuwafundisha nani? Watoto. Mimi ni mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania, lakini ukinikuta kwa watoto, ukiuliza, wakisema huyu ni mwanajeshi, ukisema hapana, huyo jamaa inawezekana tu ni mtu tu wa kawaida. Na sio kama ni mdogo sana mjeshini, kwa sababu nako nimekaa miaka mingi, karibu na staafu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Lakini nikifika kwa watoto, na kwa nani? Mtoto. Na ili umpate mtoto, ni lazima uwe na lazimisha mtoto akubaliane na wewe. Asifiwe Yesu. Amen. Yaani lazimisha mtoto afanye nini? Akukubali. Kama hautafanikiwa kumlazimisha mtoto kukubali, wewe ufai kufundisha nani? Watoto. Kwa sababu watoto wana tabia zao, wana mitindo yao ya namna ya kufanya nini? Ya kuishi. Ngoja hapa tukisa. Niko kwa askofu, mimi nakaa kwa askofu. Kwa hizo siku nilizofika, niko kwa askofu. Mle ndani kuna mtoto. Yaani mpaka kumfanya awe rafiki yangu imenichukua siku hizi. Yaani ananiangalia afa anikimbia. Lakini mimi nataka huyo awe rafiki yangu. Ananikimbia. Siku ya pili nikafanikiwa kidogo, akaja. Siku ya tatu hasa kitu kilichonishangaza, baada ya urafiki wetu tuliotengeneza nyumbani, nilipokuwa hapa kanisani alinikimbilia toka kule, akaja akanikumbatia. Wakati nyumbani afanye nini? Nyumbani afanye. Lakini hapa alikuja mjomba. Na mimi nikamwahi kaja, urafiki umefanya nini? Umeubika. Sasa mwalimu unatakiwa uwe na tabia nani? Ya mtoto. Ujenga naye nini? Urafiki. Sema urafiki. Ikishindikana kujenga urafiki wa kuzungumza, huwa nasema mwalimu bahili huwa hatufai kwenye CWI. Mwalimu nani? Yaani kuna walimu wengine ni bahili tu, yaani wamejitengenezea ubahili ulioshindikana. Huyo hatufai. Yaani ukitaka ufanikiwe mtoto, mara nyingine hela itafanya nini? Amsemi kwa sauti. Hela itafanya nini? Si utatembea na pipi mfukoni, yaani ndio mwalimu. Mwalimu amemaliza wewe rafiki yako kamaliza pipi zangu. Ni kwa lazo tu. Alipokosa siku ya kwanza nikampa biskuti. Lakini mpaka kuchukua biskuti ilichukua asubuhi mpaka jioni. Imeshindikana. Hapa nina kazi. Lakini huyu atanikumbuka. Baadaye nikampa biskuti. Siku ya pili nikampa nini? Pipi. Siku ya tatu nikampa maruni. Mnafahamu maruni wali? Huwa mnatembea naye? Simseme tu kweli kwamba hata hatujui kama yanauzwa shilingi ngapi. Yule jamaa tukitia tu kweli kama mimi hata kama yanauzwa shilingi ngapi hujui. Lakini tukiona vitu gani
mwalimu uwe navyo. Sema amina. Mimi sijaja na vitu vyote, leo sijaja na vitu vingi, wala sijaja na vitu vinavyohitajika kufundisha nini watoto. Labda siku nyingine, mwaka jana nilikuja navyo. Waliokuwa mwaka jana wanyosha mkono hivi, waliona. Mwaka huu nimegundua wengi waliokuwa mwaka jana leo hawapo, kwani walimu wapya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mpate mtoto lazima ujenge urafiki naye. Ukishindwa kujenga urafiki naye, huwezi kumfundisha na wala hata kuelewa. Mtoto yoyote anamuelewa mtu ambaye ni rafiki yake, ndio atamuelewa. Atakaa, atamsikiliza, atampenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa ndio maana tunasema mara nyingine, wanasema ukijua vizuri habari za watoto kukaa nao, utapunguza, mwambie mwenzako, mseme utapunguza mwalimu anayetembea na nini na fimbo. Tena wao wanaweka mwalimu ana nini, sio kwamba usiku na fimbo, lakini utapunguza bwana nini. Halo. Amen. Kwa sababu kwenye darasa lako kuna mtoto mwingine akiona fimbo akili inafanya nini? Inahamu. Hata kama unafundisha habari za Yesu nzuri kabisa, yeye anawaza nini? Fimbo. Utamaliza kufundisha habari za Yesu, yeye anaondoka na fimbo. Kwa miaka yote anaangalia sasa, huyu mwalimu kwa mfano akinipiga, yeye anawaza, unafundisha kwa mfano mwalimu akinipiga kichwani itakuwaje? Wao wanasema Yesu anatupenda. Sasa lakini mwalimu, mbona kama Yesu anatupenda anatembea na nini? Sio kama hawana akili, anaanza kuwaza hivi, mwenye upendo anatembea na nini? Walimu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa mwalimu sema tengeneza mazingira ambayo yatawafanya watoto wawe nani? Wawe rafiki zako. Amen. Hata kama ukimchapa mfano, lakini anajua mwalimu amenichapa, bado ni nani? Ni rafiki. Baadaye anaweza kukimbilia kwa sababu ukumchapa kama vile una uadui naye, lakini ulikuwa unataka kumrekebisha. Mimi nikikuta mwalimu amebeba fimbo nyingi, najua huyu sio mwalimu, au amekosa vitu vizuri vya kumsaidia nani? Mtoto. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa kwenye mambo yangu mimi nimeandika vitabu. Kwa mfano, mtu anasema unajua mimi kanisa langu niko peke yangu, kwa hiyo naamua kuwakusanya watoto wote kwa miaka yote tofauti kwenye darasa hili moja. Kosa kubwa la kiufundi linalofanyika kwenye makanisa ni kuwaweka watoto wa rika tofauti kwenye darasa hili. Kuna watoto ndani wanaanza kuelewa. Yeye akikaa na huyo anamuona huyu ni mtoto. Alafu kwa nini umemweka mtoto? Yeye ni mtoto kweli, lakini kuna mtoto anayemzidi yeye yuko kwenye darasa hili. Bwana Yesu asifiwe. Na kisingizio labda mimi niko peke yangu. Lakini kuna watu wasaidii. Ndio maana hata serikali haiweki mtoto darasa la kwanza, la pili, la tatu mpaka la saba kwenye darasa hili moja. Hapo mwalimu mfundishaji ni huyu. Unawafundishaje? Ukifundisha moja ongeza moja wataelewa wale wadogo. Wa darasa la saba sema mwalimu pia ana akili, anatufundisha sisi moja ongeza moja. Matokeo yake wengi huwa hawapendi kukaa kwenye madarasa yetu kwa sababu ya namna tulivyoyatengeneza madarasa kwenye makanisa yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mitaala ya AGT wakati wanao vile vitabu vinaeleza vizuri kwamba miaka 3 mpaka mingapi? 5. Miaka 6 mpaka 8. Miaka 9 mpaka 11, alafu 12 na kuendelea. Ndio darasa linalotakiwa kukaa.
Na mtoto akaanza kufundishwa kuanzia miaka 3 kwenda mpaka miaka 12, atakuwa amemaliza vile vitabu vyote ambavyo na masomo mengi ambayo yameandaliwa na Sunday school au na kurugenzi yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa hiyo unatakiwa uwe na mbinu za kukusaidia hata kama kwa peke yako, kuwafanya watoto wote wafundishwe kulingana na madarasa ya kwao. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Amen. Kwa mfano mimi nilipogundua kwamba kuna kipindi nitakuwa peke yangu, nikatengeneza kitabu hiki kinaitwa Mchezo wa nini? Wa Akili. Baadaye nitawapa tu nyinyi muone. Nitawagawa makundi, alafu niwape kama dakika 10 hivi. Kwa sababu hatuna muda mrefu sana. Niwape dakika kama 10 hivi ili muone kazi zilizoko humu na uone zinaweza kukusaidiaje pia kama unakabiliana na watoto. Kwa sababu hizo kazi zilizoko humu hata wewe unaweza kuzitengeneza kama nani? Kama mwalimu. Yaani unaweza kutengeneza wewe. Na wewe ukabuni kama hivi. Kwa sababu mimi nilibuni tu. Baada ya kusoma vitabu vingi mbalimbali kama kuna hata mimi naweza nikatengeneza kitu hiki ili kimsaidie nani? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Alafu kingine teacher anatakiwa umzidi mwalimu, umzidi nani? Sijasikia. Umzidi nani? Mwanafunzi wako. Uwezo. Kama unataka mtoto awe na claim maandiko, anashika mistari. Nasema mistari ya moyo, si ndio? Mtu wa kwanza kushika mstari wa moyo wa nani? Mwalimu. Sio unabebesha tu wewe mstari ya moyo. Wewe mstari ya moyo hauna. Halo? Na makanisa mengi watoto siku ya Sunday school wanakuja hapa mbele. Wanazungumza sema somo waliojifunza, si ndio? Alafu wanauliza, ninyi wazazi mmejifunza nini? Si ndio wanauliza kama wazazi. Na wazazi nao wanafanya nini? Wanajibu. Sasa kuna mtoto wengine hawakuuliza wazazi. Wakamwambia mwalimu, na wewe tutajie mstari wa moyo. Sasa kwa nini mwalimu hata mstari wa moyo? Akatamani ardhi ifanye nini? Ili adhabu sasa hii haiko anaipeleka wapi? Ashukuriwe Mungu, mchungaji wake akashikilia dini. Akaambia watoto sio wa mwalimu, waulizeni wazazi. Bila maana sasa kutokea siku hiyo alianza kushika nini? Bwana asifiwe. Akasema kwa sababu nikaanza kushika nini mstari kwamba yani nikatamani ardhi ipasuke nizame. Sasa nitajibu nini? Mwisho na watoto wanakwambia mwalimu naye ameshindwa. Ana watoto sio wanafiki. Ukishindwa anasema nini? Sisi wakubwa ndio tunajifanya mpendo kitie moyo. Watoto wanataka kitie moyo. Ukishindwa umeshindwa. Na watacheka kabisa. Teacher ameshindwa. Na ndio wanafurahi maisha kwa nini? Yanaenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa mwalimu jitahidi. Sema ni jitahidi. Jitahidi. Kumsaidia mtoto. Kuikulia imani. Ili aweze kujisimamia akiwa peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani leo ni kumfanya huyo mtoto awe na uwezo wa kujisimamia akiwa nani? Peke yake. Na anatakiwa mwalimu mwenye nguvu sasa za kiroho na uwezo wa kujenga imani ndani ya nani? Ya mtoto. Jina la Bwana libarikiwe jamani. Amen. Walimu mpo? Sasa ngoja nikusomea kidogo kitabu changu. Walimu nimsawesha mwalimu mmoja hapa nitajie mwanzo mpaka angalau Malaki. Mwalimu anasimama sema mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, alafu Kumbukumbu la Torati, Yoshua, alafu Ruthu, Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza na Mambo ya Nyakati wa pili, alafu Bwana Yesu
watoto shika, wanashika. Wakija hapo wanasema, wanapigwa nini? Makofi. Mwalimu kisimama. Asifiwe Yesu aliye. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Kwa usipokuwa na uwezo wa kumzidi huyu, inawezekana kwa ni mwalimu kweli, wala sikatai, lakini hebu uwe na vitu. Yaani mara nyingine mtoto anatamani kile unachosema useme, wewe ukifaili ukiseme. Anavutiwa na hiyo na anaweza akaona na mimi ngoja nijitahidi kama nani? Kama mwalimu. Wakati mimi nakuwa, tulikuwa na mwalimu wetu mmoja hivi. Kumbe alikuwa ni mlemavu, ila sisi wanafunzi hatukujua kama ni nani. Alikuwa anatembea hivi. Sasa karibu shule nzima ikawa inatembea kama nani? Yaani unajua mwalimu anatembea ni fashion. Yaani kwa hiyo kuna watoto walilemaa kwa kutembea kama nani? Kumbe mwalimu. Sasa usiwe ukaja ukawa mlemavu, ukatolemazia nani? Ndio mlemavu ya kiroho au ukawalemaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Mwambie zako usije ukawa mlemavu. Ukatolemazia watoto. Yaani kiroho kabisa watoto wanakuwa kwa mfano wamelemaa. Na ukisikia makongamano sio tu hivi askofu kaitisha sura kanda katika vitu ambavyo tulikupambana ili uende. Nenda akajifunze. Kwa nini? Kwa sababu sisi kwenye kanisa letu bado hatuna vyuo vya walimu wa nini? Watu tuko kwa roga ya wito, si ndio? Tulipenda huduma hii na wengine hampenda, ila mchungaji akasema wewe nataka kuona unawapenda watoto, nenda kafundisha. Ukaingia kwa watoto, mchungaji kweli alikuchagua. Mwingine uliona watoto hawana mtu wa kuwafundisha, ukaona mbona wanazagana. Ukafanya nini? Ndio ukaingia, yani kila mtu ameingia kivyake hapa kwenye huduma nini ya watoto. Lakini kuna vitu ambavyo mara nyingine tunakosa zile mbinu za kufanya nini? Za kufundisha. Ukienda kwenye makongamano haya yanayoandaliwa ya kanda, jimbo, taifa, yatakusaidia kuongeza uwezo wako kwa nini? Wa kufundisha. Ukana nani? Na watoto. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mpaka pale Mungu atakapotupa neema, ikiwezekana na sisi tukawa na vyuo vya nini? Vya walimu wa watoto. Sasa hiki kitabu nisome habari hii. Nataka nizungumze habari ya nivitaje vitabu vya Biblia. Sema vitabu vya Biblia. Sasa mimi niviandika kama mchezo au kama ngonjera au dialogue, vyovyote vile. Utafiti wangu wa mwanzo ulihusisha Kutoka, nikaongeza nikajua mambo ya Walawi waliofanya hesabu ya Kumbukumbu la Torati. Nikagundua Yoshua kubaki nyuma kuwatia moyo Waamuzi wakati wakisubiri matokeo ya Rutu alikuwa anatafuta habari kwa Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Nikashangaa Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili walipohakikisha mambo ya Nyakati wa kwanza na mambo ya Nyakati wa pili yanajulikana kwa wazi. Ndipo nikakutana na mashujaa watatu, Ezra, Nehemia na Esther, waliohitimisha historia wana wa Israeli kwa ushindi. Nikakumbushwa habari za Ayubu ambaye hakuimba zaburi wala hakutunga mithali za mhubiri na umuhimu wa wimbo ulio bora. Ikanilazimu nikazifahamu habari za Isaya, mwalimu wa Yeremia, aliyofanyia maombolezo Ezekieli na Danieli waliotekwa kwenda Babeli. Nisingekuwa haki nisijue habari za Hosea, Yoeli na Amosi waliokuwa wanafuatilia habari za Yona, Obadia, Yona na Mika. Nikafurahi zaidi nilipojulishwa habari za Nahumu, Habakuki na Sefania walikuwa wanatabiri ghadhabu na neema ya Mungu, rehema za Mungu. Kwa kuhitimisha, nikamfikia Hagai aliyenitambulisha kwa nabii aitwaye Zekaria, aliyenipeleka kwa nabii wa mwisho
aitwaye Maraki. Baada ya hatua hii nilivutiwa kuendelea na utafiti wangu ulionifikisha kwa wanainjili wanne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana, waliokuwa na bidii kufundisha matendo ya mitume kwa Warumi, ili Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili watende washirikiane na Wagalatia. Ilifurahishwa na uvumilivu wa Efeso, wa Filipi na Wakolosai, ambao walimsaidia Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili, ambao walikuwa wanamtafuta Timotheo wa kwanza ili wajifunze imani. Nikagundua Timotheo wa pili alimfuatilia Tito ili aungane naye kwenda kumwona Filemoni aliyekuwa anatafuta kujiunga na Waebrania baada ya kuokoka. Ghafla Yakobo akamwomba Petro wa kwanza na Petro wa pili washirikiane kufundisha imani, kama ambavyo Yohana wa kwanza na Yohana wa pili na Yohana wa tatu anafundisha upendo kwa wote. Mwisho nikaridhishwa na Yuda aliyechambua kwa uzuri kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaweza ukawapa watoto wakawa naimba kwa mtindo kama huu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakashika vitu ambavyo ndani yake vina kahistoria kazuri kanachozungumza kwa ufupi historia nini ya angalau Biblia katika kila kitabu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wangapi tuko pamoja? Amen. Nitazungumza mambo kama sio mawili basi ni matatu. Baada ya hapo nizungumze umuhimu wa CWI, na kama unaandika jua pia mwezi wa 6 kuanzia tarehe 9 kongamano la kitaifa limefanyika wapi? Dodoma. Sema amina. Sijasikia. Sema amina. Kwa pambana tukutane wapi? Dodoma, kwa sababu kuna kongamano la kitaifa mwaka huu linafanyika mwezi wa ngapi? Wa 6. Tarehe 9 watu wanafika, tarehe 8 watu wanafika, tarehe 9 linaanza mpaka tarehe 12. Mambo matano kwetu walimu ambayo tunaweza tukawasaidia hata watoto kuyajua. Kuna vitu vya msingi sana ambavyo mara nyingine hatuvisemi makanisani au kwa watoto wetu, matokeo yake wanapoteza, wazungu wanasema identity, yaani wanapoteza asili yao au utambulisho wao, si ndio? Yaani wanapoteza utambulisho wao. Sasa nataka niaseme haraka ya mambo, alafu baada ya hapo kama kuna jambo jingine nitakwambia ili tuende pamoja. Yako matano. Ya kwanza ni kanisa langu. Mwambie mwenzako kanisa langu. Kanisa lako linaitwaje? Nini? Wote nimekosa. Wote mmefanya nini? Nimekosa. Nirudie tena. Kanisa lako linaitwaje? Sinaona namna ambavyo hamjui kanisa lenu. Hapo nyinyi ni walimu wa nini? Mwambie mwenzako. Fanya kidogo. Fanya kidogo. Wewe ndio teacher tunakutegemea. Kanisa linafanya nini? Askofu mkuu anakuamini, askofu wa kanda anakuamini, askofu wa jimbo anafanya nini? Na mchungaji wako anafanya nini? Kanisa letu linaitwa hivi, Evangelistic Assemblies of God. Ukisema EAGT zinawezekana ziko EAGT nyingi, lakini Evangelistic Assemblies of God Tanzania iko moja. Sasa wajibu wako kuwaingizia watoto wajue nini? Niseme kwa sauti nini? Ndio maana leo tuna kauli mbiu ya kanisa langu nini? EAGT yetu, alafu habari njema. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa hiyo hawaimbi, kwa watoto hawajui, wanaishi wanakaa miaka mitano 10, anaenda mpaka sekondari, chuo kikuu,
EAGT yake yeye alifahamu. Akienda kule, watoto wengi wa kanisa letu huwa wakifika huko wanaenda kwenye makanisa, wanapoteza nini? Utambulisho wao. Hebu tuone, tusome. Unaweza kusema andiko linapata wapi? Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 11 mpaka 13. 11 mpaka 13, Biblia inasema Israeli wote wafikapo ili waonekane mbele za Bwana Mungu wako mahali pale alipopachagua, uisome Torati hii mbele ya Israeli wote masikioni mwako. Wakusanye watu wanaume na wanawake na watoto na mgeni wako aliyeko malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hii. Na watoto wako wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazoishi katika nchi mnayoivukia Yordani, ili kufanya nini? Kuimiliki. Nilikuwa nazungumza hapa ni watoto wa Kiisraeli watambue utaifa wao. Bwana Yesu asifiwe. Watambue nini? Utaifa wao, na wajivunie utaifa wao. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Leo wewe dini gani? Watu tunajibuje? Si kweli. Tuseme kweli. Watu tunajibuje? Ukiuliza wewe dini gani? Tunasema Mkristo. Yaani Mkristo ni dini zote tu zinaitwa nini? Wa Kristo. Lakini unaonaje kwa sababu dini gani? Mimi ni Mkristo wa Evangelistic Assemblies of God. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa utambulisho wake pale sio tu Mkristo kwa sababu ni jumla, lakini utambulisho wake hasa ni nini? Ni wasikia walimu. Ni nini? Ambao tunaita kwa kifupi EAGT. Wajifunze. Ni vitu ambavyo vinaweza visiandikwe, lakini mwalimu anatakiwa hakikishe mtoto anajua yeye ni assemblies. Yeye ni Evangelistic Assemblies of God wa hii Tanzania. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. 2. Nataka niende haraka. Tuna muda mfupi. Idara ninayoitumikia inaitwaje? Nimekosa tena. Inaitwaje? Hata sasa CWI. Ukienda kwenye mtandao wa kijamii ukiandika CWI zitakuja CWI nyingi. Lakini ukiandika chipukizi wa Injili itatokea jina la Bwana libarikiwe. Lakini kifupi chake kinaitwa nini? Chipukizi wa Injili. Ndio idara ninayoitumikia mimi. Ndio idara ninayoipenda. Sema amina. Ukiniamsha usiku na mchana na waza nini? Sema ni kio CWI kwa sababu mlizoea. Na waza nini? Na waza CWI. Hata ukiniamsha usiku, ukinisimamisha kwa maana ndio tunakuamsha, ongea hata bila CWI. Mimi nitafanya nini? Nitaongea, nitaongea kwa vizuri. Ndio idara yangu. Mwambie mza kwa CWI ndio idara ninayoitumikia. Sema amina. Amen. Na ndio tukitumikia kwa nini? Kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa roho na kwa akili. Itumikie CWI. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sasa tuna tatizo. Kwa sababu tunasema kuna watu wana huduma nyingi, si ndio? Na katika hizo huduma nyingi wanazozisema, na hasa huduma inayoitwa nini? Praise team. Ukimkuta mwalimu ambaye yuko praise team, sisemi usiende. Yaani ukimkuta mwalimu ambaye yuko praise team, alafu bahati nzuri alikuwa anafundisha, sema akasikia huko ndani fundi mitambo au mpiga gitaa kapiga magitaa, hata kama alikuwa hajafunga kwa maombi, atawaacha watoto wanakimbilia kweli. Sasa watoto wanashangaa, sasa hapa ndio tumemalizaje? Yaani hawajui tu. Kwa watoto wanahisi kwamba umalizaji wa ibada ndio huo.
kama amemaliza. Sasa wote mwambia omba, anaomba nini? Mwalimu hakuomba. Alisikia tu magitaa, watoto nawai. Unawai wapi? Halo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Vinginevyo kama unaitumikia hiyo idara nyingine, basi manage muda wako uweke vizuri ili umalize na watoto vizuri, muagane vizuri. Magitaa yakipigwa uwe na amani. Fanya nini? Bwana hamsemi. Fanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi wanaelewa sasa? Amen. Hasa wale watu wa nini? Hasa wale wa nini? Kwa ni idara ambayo tunaitumikia. Inaitwa nini? CWI. Na kama ni CWI usijilogoshe. Yaani usijione wewe ufanye. Yaani kuna watu akiwa mwalimu, yaani mnyonge. Yaani ukiweka CGM pale na walimu wa CWI hapa, unawakuta kabisa walimu, yaani walimu kama vile wameonewa, hata uimbaji wao, yaani wapo tu, Mungu tu anatusaidia. Lakini Timotheo aliambia hivi, Timotheo wa kwanza 4:12, mtu asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, mwenendo na katika upendo na imani na nini na usafi. Usikubali mtu adharau nini? Sio huduma yako. Sasa acha ujana. Nini? Huduma ya kwako. Ni Mungu amekuweka hapo kwa kusudi maalum kabisa. Sema amina. Amina. Kwa furahia kuwepo hapo, alafu jiaminishe mbele za watu wote. Wewe ni nani? Ni mwalimu. Sema amina. Amina. Lakini kumbuka hivi, Mathayo 6:24. Kumbuka hivi, Biblia inasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na nani? Na mali. Lakini ndio kuzungumza, ukiwa unatumikia idara mbili, kuna moja tu utazidi. Uongo kweli? Sinazungumza ndio okoka. Uongo kweli? Yaani kuna sehemu utahalia. Lakini mimi nikushawishi, kama kuna sehemu unatakiwa ulalie, ni eneo la nani? Tuseme kwa sauti, eneo la nani? Kwa nini? Watoto kiuhalisia ni kama hawana mtetezi. Wakikaa kule nje, hakuna mtu anayefanya nini? Anayejali sana kwamba watoto wako nje kule wanacheza, wakati sisi tuko kanisani tunafanya nini? Tunajifunza. Yaani hiyo inaonekana ni jambo la nini? Na kawaida tu. Watoto wako nje wanafanya nini? Wanacheza. Sasa mwalimu unatakiwa ujue kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili kwa usahihi kabisa. Kwa lifahamu tu hili. Ili ikiwezekana ulalie upande wa nani? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe unatumikia idara gani? Sijawasikia. Idara gani? Jina lake? Chikizi wa nini? Wa Injili. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Chikizi wa nini? Wa Injili. Haya, twende turuke kidogo. Lengo letu kuu hapa nimeweka mambo matatu makubwa. Ya kwanza, kama mwalimu, kumjua Kristo. Yaani wewe mwalimu umjue nani? Umjue nani? Walimu mbona mjibu nyie? Nimeomba mimi mnanijibu. Umjue nani? Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Mwalimu anayemjua Kristo vizuri atawasaidia watoto kukua kiimani. Maana anamjua nani?
anamjua Kristo? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi tunaenda pamoja na mimi? Amen. Kumjua nani? Kristo. Kumjua Kristo. Hata kama mtoto anapitia kwenye tatizo, kwa sababu mwalimu anamjua Kristo, atamsaidia mtoto vizuri. Wafilipi 3:10 anasema, Wafilipi 3:10, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Ticha, mjue nani? Kristo. Narudia tena, mwalimu mjue nani? Kristo. Tunahitaji kanisa lenye walimu wanaomjua Kristo, watakao wasaidia watoto kumjua Kristo na uweza wake na nguvu ya kufufuka kwake. Kama hatutamjua Kristo na tukawaaminisha watoto nguvu ya Kristo, uweza wa Kristo, wako watu watawaaminisha nguvu ya vifaa vya upako. Nafikia mnaelewa huko, labda kwa hamna. Yaani mtoto anajua nguvu za vifaa vya nini? Lakini sio nani? Sio Kristo. Na yeye unakuta mtoto naye anatembea na maji. Sisi anaosa bei rahisi. Na vipi? Maji yanauzwa kanisani kwetu. Ukiyatumia unakuwa na akili. Mtoto anakutana na mwalimu asemjua nani? Kristo. Mtoto anajua maji ya upako na yeye. Na iko siku anaweza kukushuhudia. Mwalimu anajua nikitumia maji ya upako ndio nikafaulu. Walimu mpo? Tuko kwenye ulimwengu ambao umeshaharibika. Na imani zimefanya nini? Zimevamiwa. Mjue Kristo. Hapa anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mjue nani? Kristo. Sauti, sema nimjue Kristo. Nimjue Kristo. Na uweza wa kufufuka kwake. Na uweza wa kufufuka kwake. Utakuwa tayari kuombea mtoto akafanya nini? Sijasikia. Utakuwa tayari kuombea mtoto akafanya nini? Akapona. Mtoto alikwambia mwalimu naumwa kichwa. Mwalimu aweze kusema mama yako hajatembea na dawa. Yaani mtoto anaumwa kichwa anakuja kusema kwa mwalimu. Mwalimu anamuuliza mtoto mama yake hajatembea na nini? Wewe teacher sio kama filisika. Umjui nani? Nikwambia mtoto okay, unaumwa kichwa mtoto wangu sio aenda. Yesu anafanya nini? Anapona. Haya, acha nikuombee. Na watoto bahati nzuri wana imani. Sema amina. Amina. Bahati nzuri na nini? Ukimuombea, ukimaliza kuomba, nenda rudi hapo na rudi ndani sema nishaona. Sasa unamwaminisha kwenye nini? Kwenye pana. Mwangalie mwenzako mwambie watoto wanawaaminisha kwenye nini? Tuko pamoja? Kuwa mtumishi bora. Kuwa mtumishi bora utazingatia nini ambacho unakifanya na lengo la kutumika kwako. 16 Luka mstari wa 13. 16 Luka mstari wa 13. Linafanana na tulilosoma hapo juu. Hakuna mtumishi anaweza kutumikia mabwana wawili, maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hawezi kutumikia Mungu na nini? Na mali. Kuwa mtumishi bora. Na Yesu akirudi atasema vema mtumishi bora na nini? Na mwaminifu. Akirudi anatafuta watumishi bora na mwaminifu. Sasa kuna watu wanafikiria watumishi bora ni lazima awe mchungaji. Anasahau kwamba yeye mwalimu anapaswa kuwa mtumishi bora. Na nani?
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ya tatu kwenye lengo letu kuu, watoto kwanza. Watoto ambie mwanza kwa watoto kwanza. Rudia tena, watoto kwanza. Tumsome aya kidogo, Mathayo 2 mstari wa 8. Alafu tutasoma Mathayo 11:25. Alafu tutasoma Mathayo 19:13-14. Mathayo 2:18, Mathayo 11:25, Mathayo 19 mstari wa 13 na wa 14. Tuanze 2 mstari wa 18. Biblia inasema sauti ikasikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Sauti ikasikiwa wapi? Nani alikuwa anawalilia watoto wake? Alafu hakukubali kufanya nini? Kwenye swala la watoto, teacher, kwenye kuwatetea watoto, hakikisha unapambana mpaka kitu kinazaliwa. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Yaani hapo pambana. Huyo anasema hakukubali kwa sababu kwake watoto ilikuwa ndio kipaumbele cha kwanza. Wewe kama mwalimu, kipaumbele chako cha kwanza ni kipi? Hello? Amen. Mbona mseme ni kipi? Na kama ulikuwa huna basi watoto kwanza. Usiwe unalalamika tu. Kwa sababu ukisema utalalamika utajichosha. Umefanya nini ili kuonyesha nia ya kanisa au mchungaji wako namna unavyowapambania nini watoto, ili ile hali iingie ndani yake. Mtoto ndio mtu pekee duniani mwenye vita kubwa na shetani kuliko mtu mwingine yoyote. Nirudie, mtoto ndio mtu pekee duniani mwenye vita kubwa kuliko mtu mwingine yoyote. Anaanza kufuatiliwa na shetani toka akiwa wapi? Akiwa wapi? Semeni kwa sauti, akiwa wapi? Ningekuwa nazungumza haya ningesema sana, anafuatiliwa kuanzia tumboni. Unajisikia kuna mtoto alianza ugomvi akiwa tumboni? Yaani wako tumboni watoto walishaanzisha ugomvi. Maana wametoka hawapatani. Ndio mtoto tunayekaa naye. Kuna mtoto mwingine huwa anakataliwa na wazazi toka akiwa wapi? Ndio kanatokeza kalishakataliwa. Roho ya kukataliwa ilishakavaa toka akiwa wapi? Ndio mwalimu anakabidhiwa. Kilio na maombolezo mengi. Asikubali kufarijiwa kwa sababu watoto hawa. Sasa tambua kwamba kwenye kundi la watoto wako kuna watoto huwa wanakataliwa, na wanaokataa sio tu ambao hawajaokoka, hata waliookoka huwa wanafanya nini? Wanamkataa mtoto. Walimu hata sisi ndio kwa sababu nao wapo sana huko ndani. Wewe yeye mmeelewa kwa nini nasema huwa wanakataa? Kuna mmoja 25 anasema, na wakati Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye akili na wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Yesu anasema mambo ya mbinguni walifichwa wenye nini? Na wenye nini? Wenye hekima. Wamefunuliwa nani? Kwa hiyo watoto wachanga wa tayari wana ufunuo wa mambo ya wapi? Sijasikia. Mambo ya wapi? Sisi tunapaswa kuyaendeleza ambayo wao walishafunuliwa. Sema amina. Sema amina. Unataka kile kilicho tayari, kumbe Mungu alishakiweka ndani. Mwalimu kazi yake ukikuza kile kilichofanya nini? Kilichofunuliwa ndani yake. Wazima walishafichwa, hawawezi. Na ndio maana ukimfundisha mtoto mdogo kuabudu
wanajua kuabudu vizuri. Sema amina. Sasa walimu tukisema hawa ni watoto, kwa ibada hamfundisha akamfikisha sehemu mtoto bali ndani yao tayari Mungu alishafunua utukufu wake ndani ya watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Uzidi watu wengine wazima. Mtoto ukimfundisha kumpenda Mungu atampenda Mungu, maana ndani yake ilifunuliwa. Ukimfundisha kumtolea Mungu atatolea. Tatizo sasa, teacher anayefundisha watoto yeye sio nani? Sema kwa sauti basi. Unategemea atazalisha watu wake? Jina la Bwana libarikiwe. Teacher anayefundisha watoto ndio watu wake fungu la 10. Wakihubiri, jamani sio watu fungu la 10, yeye ndio anayefanya nini? Na watoto sio wajui. Siku hizi bahati nzuri wanasema wenye fungu la 10 pita wapi? Teacher, walimu watoto wanaangalia tu. Wiki teacher anapita. Wiki ya pili anapita. Ana mwezi. Nenda kuwafundisha utoaji wa fungu la 10. Wanakushangaa sasa hivi mwalimu. Mwenyewe watu mmoja anaenda. Asifiwe Yesu. Amen. Mwangalie mwenzako wewe mtoaji basi. Walimu mpo? Si tumekuja kusalimiana, je, ndugu zangu? Asifiwe Yesu. Amen. Yaani kile unachotaka kukifundisha kwa mtoto, wewe unakifanya, wewe unakiishi. Usifundishe maombi wakati ufanye nini? Mchungaji anatangaza maombi wewe uende. Unakuja Sunday school unasema watoto nataka kuwafundisha maombi. Ngoja nikwambie, roho huwa zinawasiliana. Na zinakataa kama hiki si huyu. Mtu anaweza kufundisha somo hapo, afu wewe roho yako ikakugomea kwamba huyu hayuko kama anafundisha. Na watoto ni zaidi. Tena watoto wanataka hivi, mwalimu wewe unatoaga? Ndio polisi. Wewe, yani wewe watoto wengine sio wanaongoza na shetani, sio wanaongoza na shetani. Inawezekana ndio wanaongoza na shetani. Ya mtu kashuhudia moyoni ufanye nini? Kakurupuka sasa, mwalimu wewe unatoaje? Sasa mjibu mimi wewe anatoa. Jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingine waonyeshe unaenda kutoa nini kanisani. Kama unatoa sadaka waonyeshe, fungu la 10 waonyeshe. Bahasha yako wafanye nini? Na hela unazotoa wafanye nini? Hapa wote hawaelewi. Wanatumia andiko kama mkono wako kushoto usijue. Wewe ile ilikuwa inahusiana na sadaka. Ilikuwa inahusiana na nidhamu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu onyeshe, ni wanaonyesha. Naambia leo fungu la 10, siku moja nikahesabu fungu la 10. Mtoto mmoja akasema, zote hizo. Yaani anashangaa. Akaniambia, zote hizo. Nikamwambia, huyu inawezekana na nyumbani kwao afanye nini? Asifiwe Yesu. Amen. Kwani ngoja tu Mungu atakwenda kutusaidia. Aliyetufundisha. Hili ndio ndio potosha. Kwamba ukija kutoa sadaka lazima uwe umekunja ngumi kama unataka kumpiga Mungu. Ndio tukuta mtu amefanya hivi. Yaani mpaka hela zinaharibika. Tatizo ni nini? Huyu asijue. Na kila mtu akikuja sana Mungu mwenyewe ametoa hela ndio. Wanatoka 10,000 wa kunji niko. Leo kufuatilia. Wanasema mimi kwani kanisani hapo anakuja kutoa 10,000. Utaiona tu anatoa na sasa anatoa 100. Yaani atakuja kwa mpaka nataka mkono utaka kukatika. Mwalimu acha ubaili. Wewe unafundisha kizazi kumtumikia nani? Mungu. Kutoka kwa watoto waliokuwa patikana watoaji. Leo watoaji makanisani hawapo kwa sababu wewe aliyekufundisha alikuwa na matatizo. Yaani ulivyo kanisani leo ni matokeo ya nani? Sema
Sema mwalimu wangu. Si kwa sababu alikuwa kufundisha utoaji. Tunakuja kufundisha ukuaji, utoaji wewe. Hapa Mungu tu ashuke. Halo. Ale Mungu gani? Ashuke mwenyewe na nguvu zake, hakushawishi. Vinginevyo unajiona kama unaibiwa. Kiasi tu utoaji unaanza kuja nini? Kufundishwa. Wewe nikwambia, kuna mtoto mmoja akufundishwa utoaji. Akaenda kwa Yesu akasema, mwalimu, nifanye nini ili nipase kuurithi ufalme wa nini? Wa mbinguni. Yesu akasema, unazijua amri? Akamwambia Yesu, swala la amri usibabaike. Wazazi wangu wamenifundisha toka nikiwa nini? Biblia inasema Yesu akamtazama akampenda. Kwa nini? Wazazi waliwekeza vitu vizuri, ni pamoja na amri za nani? Za Mungu. Amejifunza toka kwa nani? Hasa watoto wetu tulionao wengi makanisani, wazazi wao makanisani, wao nyumbani, wao hawafanyi nini? Hawafundishi. Kwa hiyo una kazi kubwa ya mtoto ambaye hafundishwi nyumbani, uje umfundishie kanisani, unakutana naye mara moja kwa wiki. Baadaye Yesu akasema, sasa unataka kwenda mbele sasa, mimi nataka kwenda kabisa, yani ndio wa kwanza. Akasema basi ile shida. Nenda kauze ulivyo navyo, alafu njoo nifuate. Biblia inasema akakunja, kama washirika wa siku hizi wakifundishwa utoaji wanakunja. Maana mseli kwa sauti. Wanakunja nini? Alafu alipoondoka hakurudi kwa Yesu tena. Kama mbinguni alienda. Yesu akasema huyu ni kwa sababu ana hela nyingi. Lakini tatizo ni kwamba mzazi wake hakumfundisha kumtumikia Mungu na nini? Na mali yake. Na watoto wengi tulionao kanisani hawafundishwi kumtumikia Mungu pamoja nini? Na mali zao. Kwa sababu wazazi ile somo nyumbani hapa nini? Hawafundishi. Hata ukitangaza ujenzi, mwambie mtoto akaseme ili ajue kwamba kuna duniani kuna kumtolea Mungu nini. Mimi na mtoto wako mmoja kulikuwa na uchangizo, nikamwambia wewe nenda kaseme. Yaani kwanza alilia kwa sababu ya tabia yake, alikuwa ni mkimya sana. Alilia hata kwenda. Nikamwambia leo utafanya nini? Utakwenda kusema. Wewe lia, nyamaza, lakini utaenda. Basi mzuri akajitahidi akafika kwenye mstari. Yaani kutamka jina Bukuku na hiyo hela, yaani hata yule msikiaji alisikia. Lakini amefanya amefika kusema. Ajue kumbe kuna wakati anatakiwa kutumikia Mungu na nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi tuko pamoja? Amen. Watoto kwanza. Mwambie mwenzako watoto kwanza. Watoto kwanza. Mathayo ngapi? 19. Mstari wa 13-14. Ndipo akamletea watoto wadogo ili aweke mikono juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu asifiwe. Teacher, mtoto mtetee sana. Mwambie mwenzako, teacher, mtoto mtetee sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wewe ni mwambie swali. Ukitangaza mkutano wa Injili, ukitangaza mkutano nini? Wa Injili. Watu wa kwanza kufika mkutano ni nani? Watoto. Hapo wanafuata hawakina mama, tuseme kina mama. Wa mwisho nani? Wanaume. Mhubiri akihubiri akachemka, akasema wanaotaka kumpokea Yesu mikono juu. Wakina nani wanyoshaka mikono? Halafu na mikono mingine wanaojiita wakubwa
wenyewe tena hawanyoshi hivi kama watoto. Wenyewe wananyoshaga hapa. Ili ikiwezekana afanye ili wasimuone. Hapa anaangalia nani anamuona. Lakini mtoto hapa akisema walionyosha mikono wapite mbele, watoto huwa wanapita kwa mtindo gani? Wanakimbia. Madhabahuni. Uongo kweli? Wale wengine kwa wasukume. Twende basi. Usionyosha mkono. Usionyosha mkono. Watoto walishafika madhabahuni. Wako wanamwangalia mhubiri na mbele. Wengine wanaangalia na viatu vya mhubiri. Wako hapo mbele. Akianza kuombea, kuna wataalamu wanaitwa mashemasi. Sio wanaitwa hao wahudumu nini? Wanakutana. Utasikia? Watoto njoo mkae huko. Wamekuja kuokoka wao. Na ndio walikuwa wa kwanza. Alafu wanafanya nini? Maana yake hapo na walimu hapo. Na ndio watoto pale wametolewa na teacher anashangaa. Hapo wanasema watoto waache. Si ndio wamefika hapa. Nani ajuaye ndio uponyaji wao. Yesu alisema waacheni watoto. Waliokuwa wanazuia ni watu waliokuwa wako na Yesu, wakazuia watoto wasifanye nini? Wasiende. Yesu alisema waacheni watoto. Sijasikia. Watoto kwanza. Sasa mimi nakuuliza wewe mwalimu, kipaumbele chako ni nini? Hicho ndio kio kipaumbele chako kikubwa bwana. Ni watoto kwanza. 4, kipaumbele chetu. Kipaumbele ni kuwafikia watoto kwa neno. Yaani kuwafikia watoto kwa neno ndio kipaumbele chetu walimu. Teacher, mwalimu, watoto wanatakiwa wafikiwe kwa neno. Ndio kio kipaumbele. Kwa hiyo mwalimu unatakiwa umejaa neno la nani? La Mungu moyoni. Sema niwe nimejaa neno la Mungu moyoni. Ili niweze kuwafikia watoto kwa nini? Kwa neno. Maana neno ndilo litakalo kuwabadilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, Wagalatia 4:19. Wagalatia 4:19, Biblia inasema vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Wanaojua utungu ndio kina mama. Ndio wanajua utungu ni uchungu. Sawa? Wanaojua sana uchungu ni nani? Kwa ndani ya mwalimu unatakiwa uwe na uchungu wa kuweza kuzalisha uwezo wa Kristo kuumbika ndani ya nani? Ya mtoto. Yaani uhakikishe Yesu anaumbika ndani ya mtoto. Aumbike ndani. Akiumbika Yesu ndani ya mtoto, mtoto yuko salama. Nashukuru Yesu, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kama Kristo akiumbika ndani ya mtoto, hautakuwa na hofu yoyote. Tutawapata kina Yusufu ambaye Mungu aliumbika wapi? Ndani yao. Ilipotokea tatizo akasema siwezi kufanya ubaya mkubwa namna hii nimkose Mungu. Hakuogopa kama nimkose baba. Yeye alikuwa kama ndani yangu yuko nani? Mungu. Kwa mwalimu, hakikisha una uchungu wa namna ambavyo Yesu ataumbika ndani ya nani? Ya mtoto. Ili hata akiwa peke yake awe na uwezo wa kusema Yesu nisaidie. Yesu nilinde. Yesu niponye. Yesu nipushe. Uwe na uwezo, awe na uwezo huo. Aumbike. Akisha umbika ndani, mtoto yuko salama. Sema amina. Amen. Sijawasikia tena, sema amina kwa sauti. Amen. Waonee watoto nini? Yaani utawekeza nguvu zako kubwa. Ukiwa na uchungu na watoto, utawekeza nguvu zako kubwa. Maana una uchungu na watoto ili wawe salama. Hautacheza. Walimu mpo? Hautafanya nini? Utacheza. Utahakikisha watoto wanakuwa salama. Utafunga na kuomba
kuombea nani? Utafunga na kuomba kuombea neno la Mungu ili liumbike ndani nani? Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nimeshakaa makanisa ya Chingwea, nikakaa Mbeya, Singida kwa Askofu Mafimbo, alafu ni Temeke. Mimi katika vitu vyote wana wafundisha watoto kwa nini? Kumwomba nani? Waweze kuomba Mungu. Nafundisha masomo mengi, lakini kuomba Mungu ili waweze. Inapotokea Singida nilipoanzisha kikundi cha maombi cha watoto. Huko vikundi vya maombi ni vya nani? Bwana mseme vya nani? Vya watu wazima na kama vipo, lakini kama vipo. Wale nikaanzisha kikundi cha watoto cha maombi. Kile kikundi kikapata, yaani Mungu akawa anawatumia sana watoto. Watu wakiwa kuombea kanisani, sasa tunaomba tuombea na nani? Na watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi pepo akidondoka mtoto, tuko na watoto kwa watoto kwenye mkesha wa watoto. Kanisani kwetu tuna mkesha wa watoto. Pepo akidondoka, wala sisumbuki kukemea. Naambia tu wewe, kemea. Watakemea mpaka jasho linafanya nini? Linatoka. Alafu anakwambia mwalimu tayari huyu bado. Anakuangalia. Wanakemea. Alafu akikuletea mbea okay, Mungu amemponya. Kutokea hapa kwa watoto kana imani imefanya nini? Kwa kumbe kwani hata wale tu mituko wanasemaje, hata sisi pepo wanatutii. Yaani watu wakubwa tu wanasema Yesu hata sisi pepo wanafanya nini? Sasa watoto wana uwezo wa kukemea nini? Lakini nani ambaye anaweza kuwafundisha watoto kukemea nini? Mwalimu. Nani? Mwalimu. Na mimi napata shida sana. Akija mhubiri akahubiri kanisani mfano, hapo akakemea pepo, kati ya watoto ndio wafundisha akadondoka pepo. Yaani wewe inaniumiza. Kwa nini amedondoka pepo? Ina maana nini? Teacher sikugundua. Mwalimu anaweza kuwafanya watoto wawe salama. Jina la Bwana libarikiwe. Hawawe nini? Salama. Ni kwa kiwango gani una uchungu na utungu umeumbika ndani yako, na namna gani unajiweka kwa ajili ya nani? Ya watoto. Kwa Mungu amekuweka ili watoto wenu wawe salama. Wangapi wanakwenda na mimi? Tuko pamoja? Mwambie mwenzako unaelewa? Na utafanya? Wafilipi. Hili andiko limefahamika tu sana. Wafilipi 1:8. Wafilipi 1:8. Anasema hivi, maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Mungu ni shahidi. Awe shahidi nani? Sema basi. Shahidi yako awe nani? Awe Mungu, sio watu. Watu hata kusaidia. Shahidi awe Mungu. Namna ambavyo umewekeza nguvu kwa hudumia nani? Watoto. Mimi na mimi Mungu ni shahidi kwa watoto, na ninavyotamani walimu wajue habari za nini? Za watoto. Yaani Mungu ni shahidi. Yaani natamani nchi nzima ingejua habari za nani? Za watoto. Na namna ya kuwasaidia nani? Watoto. Hiyo mimi ndio tamaa yangu. Na tamaa hii nilifanya tu Dar es Salaam, nianzishe chuo cha kufundisha walimu nini? Wa watoto. Nikaanzisha chuo. Lakini vita iliyopo na shetani, yaani hata walimu hawapendi kweli kujifunza. Na niliweka bei rahisi kweli, shilingi 20,000 kwa mwezi. Lakini mtu afanye nini? Atokeze, yaani
Nilipo 20 kwa mwezi hapa watokezi. Wakati ukisema na nimempeleka mwanangu kusoma habari za watoto, binti yangu yeye nilipeleka akasoma. Certificate ya kumsomesha mtoto mwanangu kusoma habari za watoto ni 3 milioni. Nini? 3 milioni certificate. Alafu atakuja kusoma diploma. Anakimaliza yasoma nini? Diploma. Diploma inapanda nini? Bei. Sasa nasema ngoja nimpeleke basi, nipeleke wa kwangu akajifunza habari za watoto. Na nikipata habari yote ya mtoto, inahusiana na watoto kwa sababu yuko chuoni, nampelekea yeye. Si ana simu, akaniambia baba ninunulie simu, nikamnunulia simu. Yeye sasa niongezee, nikamwambia ina shida nikamwongezea, yupo anaendelea. Kwa hiyo nikipata habari ya watoto yote, nafanya nini? Nampelekea yeye. Si ndiko alikoenda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ona shauku. Ukiona watoto wanafanikiwa. Amen. Arusha amina wao wapendi kusema kwa nawashukuru. Nasema ona shauku watoto wakiwa wanafanikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani ona kwamba watoto wanafanikiwa. Watoto wanabarikiwa. Wanatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na mtoto aliyefanikiwa kiroho anashinda kwenye maisha yote. Yeye ni mshindi. Wazazi sasa wanawekeza sana kwenye maisha nini? Yaani halo. Mtikiza mtaka. Mimi najua sasa walikuwa ni mkesha. Hata kama kwenda anaweza kusema leo mkesha, kumbe ni usingizi wake tu mwenyewe. Unaona? Wazazi wana nini? Wanawekeza sana kwenye tuition, yani atalipia tuition, ni mtoto aende tuition. Asipidini wanatafuta mwalimu si wa aina gani, anapambana, anatoa hela nyingi. Mwambie mzazi huyo analipa 3 milioni kwa mwaka. Tuna kambi ya watoto ya siku 4, alafu tunalipia shilingi 40. Mbona hela nyingi? Si mambo ya kiroho. Yaani tayari ni hela nyingi, ni mambo ya nini? Wanataka mambo ya kiroho tufanye. Wakati dunia sasa sio ya mtindo ya mambo ya nini? Ya lazima kuweko na gharama. Na shilingi 40 amekuja amefundishwa amekula. Zina wingi kiasi gani? Ili kumsaidia mtoto kumjengea imani kwa Mungu. Halo? Hao nataka basi kwenda tumnunulie mtu kitabu. Atanunua vitabu vyote vya science vya nini na vingine asomi. Lakini ukiwaambia kuna vitabu vya Mungu vya mtoto mpe kitabu ajifunze habari za Mungu, hata Mungu. 5 ya mwisho. Alafu tunapumzika kidogo. Sema amina. Amen. Sijawasikia, sema amina. Amen. Mwalimu ni nani sasa? Wewe ni nani? Maana wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe nisaidie, wewe ni nani? Wewe mwalimu ni nani? Sema mwalimu ni kiongozi. Sauti sema mwalimu ni kiongozi. Kwa hiyo wewe unatangulia, watoto wanafanya nini? Kitabia wanafuata mwalimu. Namna anavyoongea wanafuata nini? Namna anavyomtumikia Mungu wanafuata nini? Mwalimu anayefagia kanisa atazalisha watoto wanaofanya nini? Wanaofanya kanisa. Rahisi tu, kwa sababu wanamfuata. Watoto kesho waje tufanyie kanisa, unawakuta. Sasa wakifagia kanisa toka wakiwa na miaka michache, akija kufikia umri mkubwa, maana yake atafanya nini? Kanisa. Mathayo 4:19. Akawaambia, nifuateni mimi, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa nini? Wa watu. Yesu anasema nifuateni mimi, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza 10
11 mstari wa kwanza anasema nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Uliyembeba Yesu ni nani? Sijasikia walimu. Uliyembeba Yesu ni nani? Sema mimi mwalimu, sio mwalimu. Mimi mwalimu. Uliyembeba Yesu ni nani? Mimi mwalimu. Kwa hiyo wanakufuata wewe mwenye Yesu kwa sababu unamfuata nani? Yesu. Kwa watoto wanamfuata Yesu ndiye naye wewe. Yaani watoto sio na Yesu. Ila mwenye Yesu ni nani? Hamjanielewa. Mwenye Yesu ni nani? Ni wewe nani? Mwalimu. Watoto wanamfuata Yesu ndiye naye. Sasa kama una Yesu mwangalie za kumbe kama una Yesu. Mbona muangaliani, sio kupande kuangaliana. Sasa kama una Yesu, maana yake unawapoteza nani? Nifuateni mimi kama ninavyomfuata nani? Yesu sasa, nifuateni mimi niwafanye kwa wavuvi nani? Kwa watu. Maana yake kama mwalimu na kitu kizuri, utawafanya watoto wawe na kitu kile kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake Yesu aliwatoa kwenye tabia ya kuvua samaki kuwaleta kwenye tabia ya kuvua watu. Mwalimu una uwezo wa kuwatoa watoto kwenye tabia isiyofaa kwenda kwenye tabia. Wewe ni kiongozi, unazungumzaje? Sasa unashangaa ticha ndio mbea. Hapo amekaa na watoto, anaongea nini? Hapo anajisahau. Watoto wamekaa hapa, wenyewe ticha yenyewe nayo yamekaa hapa. Yanaendelea kusema mtu. Sasa watoto hawa nao baadaye na watoto wanaanza kufanya na wale sasa wenyewe waanze kumsema mtu, anaanza kumsema mwalimu. Ndio mwalimu ni uongo yule. Yaani usichetani yule ni muongo. Ndio mwalimu ni muongo kweli. Mwalimu ndio bingwa wa kuchelewa. Sasa ni kiongozi. Ukiambia watoto tukutane saa 2. Mwalimu anakuja saa ngapi? Huyo kawai. Jumamosi anakuja saa 7. Alafu uko busy na tena kwa sababu Arusha huko mnabaga na magari mti. Umekuja mpaka na nini? Akaona mwisho mara ya kwanza akakuvumilia, mara ya pili, mara ya tatu kiambia tukutane saa 2. Basi mwalimu nani? Fulani. Yule mwalimu anayechelewa. Wanakufahamu mwalimu mchelewaji. Mwambie mwenzako hivi watoto wanakufahamuje? Sema kwa sauti. Yaani kuna mtoto ni mchelewaji mwanzo mpaka watoto wanajua. Hapa tusiwahi tu. Yule sikasema saa 2, twende saa 5. Wanajadiliana watoto na wanakuja saa 5 na bado saa 5 mwalimu au unatutengenezea bomu kanisani. Inawezekana hata uchelewaji wa kanisani kufundisha nani? Bwana msemi basi kufundisha nani? Mwalimu wako. Na bahati nzuri wakina mama tulionao na wazazi. Na wale nani? Ni walimu wachelewaji. Sunday school inaanza saa 3 anakuja na mtoto ibada iko katikati. Kwa hajafundishwa chochote. Na hasa makanisa mjini huku Arusha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa hapa Arusha huku sio sana. Ni kule mjini, yaani ndio wachelewaji sana. Wathesalonike wa pili, mwalimu ni mlezi. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 7. Mwalimu ni mlezi. Anasema mstari wa 7, bali tulikuwa wapole katikati yenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Mwalimu ni nani jamani? Mlezi. Mlezi anahakikisha watoto wako salama. Wamekula, wameoga. Yaani vitu vyote vya msingi mlezi anavifanya. Sema amina. Amina. Ya 3, alafu na ya 4 nimalizia. Ya 3 na ya 4, mwalimu ni mlinzi. Sema mlinzi. Sema nini?
unahakikisha unawalinda nani? Watoto. Na si tu wa kanisani kwako. Hata ukiona ni mtaani mtoto anatendewa isivyo, wewe ni nani? Ni mlinzi wake. Sema amina jamani. Amen. Sema amina. Amen. Watoto ni nani? Ni mwalimu, ni mlinzi. Samueli wa pili 13. Samueli wa pili 13 mstari wa 34. Biblia inasema lakini Absalomu akakimbia, na kijana yule aliyekuwa mlinzi akainua macho yake akaona, natazama kuna watu wengi wanakuja kwa njia ya upande wa kilima nyuma yake. Unapasa, kwa kuwa ni mlinzi, unapasa kuona kama kuna uharibifu, unapasa kufanya nini? Uone na uanze kukabiliana nao. Na namna nzuri ya kukabiliana na uharibifu ni pamoja na kumwomba nani? Mungu, na kumfundisha mtoto ili ajue kwamba kuna hatari. Huyu mlinzi akaona, hapa akagundua kuna kundi kubwa linafanya nini? Linakuja. Ezekiel sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili litokana katika kinywa changu, uwape maonyo haya yatokayo kwangu. Kwenye mwanadamu wewe weka mwalimu. Mwalimu, nimekuweka kuwa mlinzi Israeli, weka watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mwalimu umewekwa kuwa mlinzi wa nani? Wa watoto. Wafundishe, wape nini? Maonyo. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wangapi tuko pamoja? Amen. Tunaenda kumaliza. Hosea sura ya 9 mstari wa 8. Biblia inasema, Efraim alikuwa mlinzi pamoja na Mungu wangu, na huyo nabii mtego wa mwindaji wa mwinda ndege huko katika njia zake zote. Katika nyumba ya Mungu wake umo uadui. Ili andiko naona liko kama. Lakini nani alikuwa mlinzi jamani? Semeni wote. Nani alikuwa mlinzi? Pamoja na nani? Na Mungu. Mwalimu, uwe mlinzi pamoja na nani? Maana mtego kwa watoto tunafanya nini? Unatego. Alafu sasa ndani ya nyumba ya Mungu upo nini? Upo uadui. Ni rahisi sana mwalimu ukafokewa. Tena ukafokewa na mtu kimpima, unaona kabisa hili ni matatizo. Yaani na wewe ukifokea. Na wengine wakifokewa wanasema basi mimi naacha kufundisha. Issue sio wewe. Issue ni nani? Ni mtoto. Yaani ukiacha kufundisha wewe, maana yake shetani amewapata nani? Watoto. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ndio wanawasimulia mara nyingi, hapa tunasimulia kwa ajili ya watoto. Mimi nimepigwa kibao na nimepigwa na mzazi, na sio nimepigwa mtaani, wapi? Kanisani. Kisa na watetea nani? Hani afu sasa tuulizane kweli, hebu na nyinyi mko kiroho. Aliyenipiga alikuwa raia, afu ni mwanajeshi. Hebu tuseme ukweli. Unafikiri nini ambacho kingetokea? Kingetokea? Sio mwe kiroho tu. Kwamba wewe umempiga mwanajeshi. Nini kinafuata? Jamani, mbona sikesi? Sasa nikaona hapa naweza nikaamua kama mwanajeshi nikakaa chini. Nikakaa chini kabisa. Hivi sasa kama unaendelea kunipiga hivi nini? Nipi. Sasa kumbe kwa sababu kwa tena ni mkesha kwa watoto. Kumbe watoto walikuwa wanasubiri. Yaani walipoona anapigwa wakaona wanamsubiri mwalimu.
umefanya nini? Ndivyo walikuwa wanatusubiri. Sasa nikaona mwalimu sijafanya chochote. Baadaye nikaenda kupata story kwa watoto sasa. Yaani mwalimu kama ungeamua kumpiga tulikuwa tunampiga. Kumbe alishajiandaa. Yaani watetezi walishajipanga mbali. Nitetea. Sasa mimi kiongozi wao sikuonyesha haja ya kufanya nini? Ya kurusha nini? Ngumi. Na wao wafanye nini? Hapa sasa wewe mwalimu, kwa kweli mwalimu ameokoka. Yaani wanamshuhudia sasa. Wewe mwalimu, hapo ameokoka. Ina maana siku zote alikuwa jini umefanya nini? Nataka watoto wajue kama umeokoka. Sasa wafanye wakujue umefanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ya mwisho ni mtetezi. Kama alivyowatetea Yesu watoto. Sisi tumesoma Mathayo 19 mstari wa ngapi? Wa 13. Kuna watu wakawazuia, lakini Yesu akasemaje? Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Sehemu nyingine anasema Yesu akachukizwa. Yaani siku ambapo Yesu alifikia ni siku ambapo watoto walikuwa wanazuiwa kwenda wapi? Kwenda kwake. Kwa ukiwazuia watoto kwenda kwa Yesu, unamchukiza nani? Yesu. Kwa jiepushe usimchukize Yesu. Wewe ni mlinzi, watetee watoto kwa nguvu zako zote. Hata kama kanisa letu ni kulalamika. Walimu, tuache malalamiko. Tuache nini? Tuache malalamiko. Fanya kwa kiwango ulichonacho kulingana na kanisa lako. Lakini hakikisha watoto wanafanya nini? Wanafundishwa. Sema amina. Iko neema inakuja kutokea tu. Mambo yatafanya nini? Yatabadilika. Inawezekana sio leo, ikatokea baada ya miaka mingi. Lakini usije ukakwazwa na mambo ya kawaida ukaacha kuwafundisha nini? Watoto. Ukikwazika na yanayoendelea ukaacha kuwafundisha watoto, umempa nafasi shetani ya kukiharibu kizazi. Kwa uwe makini. Sema amina. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Wangapi wameelewa haya? Yako mangapi? Yako mangapi? Ya kwanza. Semeni kwa sauti nisikie. Nini? Mwalimu ndio kiongozi kweli. Ndio tukoanzia. Nataka tukoanzia ndio nataka kumaliza. Ya kwanza. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, lengo kuu, ya nne, kipaumbele chako kama nani? Mwalimu. Alafu ya tano, mwalimu ni nani? Ndio mwandani nimekutana nayo kiongozi, umeshishia huko. Lakini nimezungumza vitu vitano ambavyo mwalimu anatakiwa vijue, na ikiwezekana uwasaidie kati ya hivi watoto fanye nini? Wavijue, na hasa wajue kanisa lao na wamjue Yesu na uwezo wa nguvu zake. Hakikisha wanamjua Yesu na nguvu zake. Mtu akiumwa, mtoto ajue anayeumwa huwa anaombewa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu akapeleka kama hapa kwa mchungaji, nyumbani kwa mchungaji, kama nyumbani akamleta mgonjwa, akakuta watoto wadogo. Nimalizie hapa. Hapo kutana mtoto. Akasema baba yupo, sababu baba hayupo. Mama naye hayupo. Sasa watoto wakauliza shida nini? Wakasema tunamtaka baba. Watoto wakang'ang'ania shida yenu nini? Hii hapa ni ya baba. Akasema nyie tuambieni tu, nyie kwani shida yenu nini? Kwa sababu watoto wanakuwa kama huyu mgonjwa. Baada ya sasa tulimleta mgonjwa fanye nini? Aombe. Waliomleta ni majitu ambao hawana Yesu, ila wana akili zao. Watu wanasemaje? Mwekeni hapa. Wakamtua mgonjwa chini. Watoto wakaanza kukemea nini? Pepo. Pepo bado likalipuka.
kama kawaida. Wamekazana toka. Pepo nikasema, sasa pepo nikasema, tuende wapi? Hasa mtoto mwalimu alipokuwa anafundisha alimwambia kuna pepo anaenda kwenye nini? Kwenye nguruwe. Lakini mtaa huo hakuna nini? Ila pepo ndio tuende. Yaani unajua kasemaje? Ingia huko. Sasa kama hapo kulikuwa mtu anafuga nini? Wale kuku waliingia kwenye nini? Wale nguruwe, wale pepo wakaingia kwenye nini? Kuku wote wakafa. Wakati anasema ingia kwenye kuku na kukemea, mwenye kuku sio kwamba hakuwepo. Anasikia. Yeye akakimbia kwenda wapi? Polisi. Kuna watoto wameua kuku wangu. Watoto wameuaje? Wakaanza kuhoji kwanza kama aende kwa kamata watoto. Wakasema wamekemea pepo, akasema ingia kwenye kuku. Polisi akasema sasa unataka waingie kwetu. Polisi wakati kama pepo kaingia kwenye kuku wamefanya nini? Wakiingia kwetu. Wakasema wewe kana wewe. Na wewe wakamwambia sasa wewe ngoja tukusaidie. Sasa ndio nisaidie na kawaambia pepo kwenye kuku waingie kwa nani? Kwa watu. Kiasi kama nini? Wafundisha watoto nguvu za nani? Za Mungu. Wana uwezo wa kuzitumia vizuri. Sema amina. Amen. Session A imefanya nini? Imeisha. Sema amina. Amen. Wangapi wako tayari? Sitaki kuingia ya pili ghafla. Hebu tusimame. Ndio nasema kama wagonjwa. Mwalimu, yaani bahati nzuri walimu watoto wa wazee. Kama tukivuta wote pamoja. Kama hebu njoo na kamera yako na shemu labda akimonipa asikie. Kama tukivuta wote pamoja pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Tena kama tukivuta wote pamoja pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Kazi yako, kazi yako, kazi yangu, kazi yetu ya Mungu, kama tukivuta wote tutafurahi. Niangalie mimi niimbe kama mtoto. Hapa mkamleta kama watu wazima. Sasa nataka kuimba kama nani? Kama mtoto. Kama tukivuta wote pamoja pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Hiyo mnaweza? Tuende kama hii sasa ni ya watoto. 1, 2, 3. Kama tukivuta wote, kama tukivuta wote pamoja pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Tena kama tukivuta wote pamoja pamoja, kama tukivuta wote tutafurahi. Kazi yako, kazi yako, kazi yangu, kazi zetu za Mungu, kama tukivuta wote tutafurahi. Makofi kwa Yesu. Sema Bwana Yesu, naomba unisaidie, maana wewe ni Mungu
Umenipa huduma hii. Bila wewe mimi siwezi. Naomba unitie nguvu, maana wewe ni mwaminifu, ni mtenda miujiza, ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Baba wa milele. Asante kwa neema hii kuniweka kwenye huduma ya watoto, maana ni ya kipekee, ni ya kipekee, na mimi ni wa kipekee, maana umenipendelea. Asante Mwokozi, maana neema yako ipo na Roho Mtakatifu yupo ili kunisaidia, katika jina la Yesu. Amen. 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 Okay. Haya, hebu kaa kidogo. Nilisema nitawapa ile kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.